Yes, hello watu wangu. Praise Jesus, praise God. Mko aje? Mumeamka aje? Acha so mko salama penye mko. Mimi niko mzima hapa. Nashukuru nani? Mungu. Nimeamka salama, ni Jumapili njema ambayo Mungu amefanya. Sasa najiandaa nataka kwenda kanisani. Je, wewe unaenda church ama kuendaje? So nimeshukuru tena kupata nafasi nyingine ya kuweza kuongea na nyinyi hapa mafans wangu, na ningependa kusema ya kwamba mbarikiwe sana na Mungu kwa kujitolea kwenyu. Kwa wale subscribers wangu wenye wako hapo, wenye nikipost videos huwa mna watch, Mungu awabless tu sana, Mungu awabariki na mzidi kuendelea na huo moyo. Na ule ambaye ni mara yake ya kwanza kabisa kuona videos zangu, ambaye ndio unaenda kuona uso wangu mara ya kwanza, na kuambia kwamba Mungu akubariki sana penye huko kote, akubless, na usiti ukae hapo venye unakuja hivyo uziti kuwatch video zangu, na tafadhali subscribe, comment, ulike na pia ushare hii video, okay? Ili iweze kufikia watu wengi, ndio tuendelee kukua pamoja. Sema najua hivyo tu, yani support yenu, naomba sana support yenu. Kwa wale ambao mnaona ya kwamba naweza kuwa niko na ujumbe fulani, tafadhali nawaomba tuendelee kusubscribe, tuendelee kuwatch, na Mungu atawabariki sana, God atawatenda wema, okay? Na kitu ingine yenye nilikuwa nataka kuongelelea kabla ya kwenda kwa maneno mengi, ningependa niwaambie ya kwamba ile maneno ambayo inaendelea pale online, tafadhali guys, msije mkaniweka mimi, msiniweka kabisa. Mimi hakuna mahali ambapo nahusiana na mambo ya uchawi, sihusiani na mambo ya uchawi kabisa. Hakuna mahali ambapo mambo ya uchawi, ushirikina inahusikana na mimi, hakuna. So wakati mnapoona wanasema kule mambo ya kina Mavingumu, ya kina Bravo, ya kina Abdalla, Abdi, msiniweke kabisa. Yani sihusikani na mambo kama yale, okay? I don't believe in witchcraft. I believe in God. Na believe kwa neno la Mungu, naamini kwa Mungu, naamini Jesus peke yake. Yeah. Mimi hiyo mambo msiniweke, na ninaomba munitoe kabisa. Munitoe. Sawa. Na kama utaona ni vizuri uendelee kuamini, basi wewe amini. Amini. Imani yako italingana, imani yako inakuambia nini? Imani yako inakuelekeza vipi? Okay? Mimi sasa hiyo tu ndio kitu nitakwambia. Italingana imani yako inakuonyesha namna gani. Sawa ndugu yangu, dada yangu? Yes, italingana kabisa imani yako inakuonyesha namna gani. Kama imani yako inakuonyesha uamini ile mambo inasemwa kule kuhusu mambo ya ushirikina, wewe amini. Mimi sina vile naweza kukupatilisha mawazo yako nikutoe kule nikurutishe hapa. Okay? Nikutoe kwa kuamini uanze kosa kuamini. Sina kabisa zile spana za kuja kufunganisha akili yako. Change mind. No. It will depend on you. Wewe mtazamaji wangu. Italingana na wewe mwenyewe. Unaamini nini? Unaamini yale mambo ya kichawi ama unaamini Mungu? Mimi sitaki uniamini kabisa. Usiniamini mimi. Amini, either uamini wale wachawi ama uamini Mungu. Mimi kusema nitasema tu ile mambo nasema. So ile ya kuamini it's between you, it's upon you. Inalingana na wewe mwenyewe, it's upon you. Uamue is either you are going to believe them or you are going to believe in God. Mimi mwenyewe imani yangu, tumaini langu, tegemeo langu liko kwa nani? Kwa Mungu peke yake. The one in heaven. Huyo tu ndio tegemeo langu. Huyo ndio, hapo ndipo penye kuna imani yangu. Msingi wangu wa wokovu uko kwa Mungu. Sihusikani kabisa na mambo ya kichawi, mambo ya kishenzi, mambo ya masingaumbu ya uchawi mimi. Kwa maisha yangu hakuna. Hata hii mambo ya kusema nani ataniroka, mtu atanifanya mambo gani, mimi huwa siamini kabisa kwa mambo ya kichawi. No, never. Hata siamini kama kuna mtu anaweza enda niroka. Siwezi rokeka. Siwezi rokeka in Jesus name. Maana neno la Mungu linaniambia hakuna nguvu zinazoshinda nguvu za Mungu. Okay? Hakuna nguvu hapa duniani zinazoshinda nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zinasiti haya yote.
nguvu za Mungu zinasiti haya mambo yote. Hakuna ufalme wa giza ulio na nguvu na mamlaka zaidi ya utukufu wa Mungu. Hakuna. So I don't believe in witchcraft. Mimi siamini kama mtu anaweza niroka mimi. Hakuna. Hata ukienda utakataza, utafukuzwa. Kwa nini? Tegemeo langu, imani yangu nimeichenga kwa Mungu peke yake. Huyo ndio akitaka kuniroka saa hizi aniangamize, ataniangamiza wapendwa. Only Jesus peke yake. Hakuna mtu mwingine. So wewe kama uko hapo, ukisnis kitoko, unasema ni kama nimerogwa, hii ni kama ni uchawi. Ukilala vibaya uamke kama shingo inakuuma, unajiita kwa mkutano unachambia pana. Hii ni uroki hii. Hii ni kurogwa. Ni kama nimerogwa. Ukiamka uko na maumivu ya mwili kidogo kidogo, umepoteza appetite, huwezi kula, unaanza kusema umerogwa. Ndugu yangu, dada yangu, amka, enda hospitali, upatiwe dawa ya vitamins. Uweze kwanza kula. Kama ni hamu ya chakula una, enda hospitalini, ukapatiwe dawa, uanze kula. Ile ya kupea appetite, utakula tu. Funga kula na kunywa. Fast, kama unaona umerogwa. Kama unaamka hivi unaona umerogwa, funga. Amka, anza kufunga, fanya maombi ya kufunga kula na kunywa. Jipe hata siku 6, jipe siku 7, jipe 3 days. Fast, funga kula na kunywa, omba. Mungu atajibu. Na kama ni uchawi itaondoka. Maana mimi naamini hakuna nguvu ya giza ambayo iko na powers kuliko nguvu za Mungu. Wakati unapoomba, kupiga makoti mbele ya Mungu, mwambie Mungu, niondolee hili changa, Mungu atakuondolea. Atakusikiza na atakuondolea. Maana yeye ndiye ako na nguvu na mamlaka ya kila jambo hapa duniani. Yeye ndiye anatawala mpaka hata kusimu kwa wachawi. Yeye ndiye aliumba huyo mchawi. The same living God ndiye aliwaumba. Wale wachawi mnashinda mkitaja. Ni Mungu aliwaumba. Mbona usichituke imani kama ile ya Elia? Elia aliposimamishiwa miungu ya Baali, alisimama akasema, mimi sina Mungu mwingine, ninamjua Mungu mmoja aishiye juu mbinguni. Na huyo ndio Mungu ninaenda kumuita mpaka ajidhihirishe. Elia aliomba, akaomba tena na tena mpaka Mungu wa mbinguni akashusha moto. Na wale wakashuchutu wakasema, kweli huyo Mungu naye muomba ndio Mungu wa kweli. Mbona usikue kama Elia? Mbona usiweke imani yako imara kwa Mungu? Simama imara kwa Mungu. Omba Mungu, mwambie, mimi sina Mungu mwingine. Hapa nimefika, wewe ndio Mungu wangu. Penye naelekea, wewe ndio Mungu wangu. Hapa katikati penye nimesimama hapa, kama ni majaribu, ambia Mungu, katikati ya hii majaribu ambayo nimesimama siku ya leo, you are still my God. Wewe ndio Mungu wangu. Kwa kama Ayubu kwenye Biblia. Ayubu alipojaribiwa, alisimama imara akasema ya kwamba haijalishi majaribu itakuja aina gani, huyo mnayesema ni kufuru nife, huyo ndio Mungu wangu. Bado ni Mungu wangu aliyeyaleta haya majaribu. Huyo ndiye Mungu wangu mwenye nitaabudu, nitakufa na jina lake nikisema yeye ndiye Mungu wangu. Mbona msikue na hiyo mfano wapendwa? Mbona mnataka kupapaisha imani yenu, mnasungusha imani yenu, mnaamini vitu za uchawi na ukanga kuliko Mungu? Amini Mungu. Weka imani yako kwa Mungu. Weka msingi wako kwa Mungu. Simama na Mungu. Okay? Usikubali mtu yote kupotosha imani yako. Wale ambao wanaamini wachawi na wakanga wanasungukia kwa stuti zao usiku na mchana. From January to December. Stuti imejaa tu uchawi na ukanga, uchawi na ukanga. Mbona msiombe? Mbona usiombe? Ndugu yangu, omba. Ukiomba, ukisimamisha imani yako vizuri kwa Mungu, hata wale wachawi wanasungukia kwa stuti zako, hautawaona tena. Hawawezi kukaribia. Kama kweli hiyo mambo unafanya ni ya kweli. No witchcraft. Wanasemanga katika Biblia, no weapon formed against us, sisi watumishi wa Mungu, ita prosper in Jesus name. Hakuna. Mbona wewe unakubali miungu zinashinda zikisungukia kwa studio yako, mwaka nenda mwaka rudi, miezi nenda miezi rudi? Why? Because you are entertaining them. Kama kweli ni mambo ya kweli, na kama sio kweli, basi wewe endelea kuchapa kipindi, si mbaya. Endelea. Na I'm saying this without fear. Nasema bila uoga. Maana namjua. I know my God. When I say something kutoka kwa kinywa changu ambaye ni ya haki, ile najua sitanganyi, huwa nasimama nayo. Huwezi ipindusha kabisa.
Mbona wapendwa mnapapaisha imani yenu? Mchawi, mavingumu, mkanga, bravo, abudala. For what? Hao ni akina nani? Waliumbwa na Mungu. Waliumbwa na God. Kama nyinyi vile mliumbwa na Mungu. Mbona mnapapaika? Biblia inasema ya kwamba mtakapopita kwenye majaribu, hamtasombwa. Mtasimama imara. Okay? Mtakapopita kwenye moto, hamtachomeka. Maana Mungu wenyu ni zaidi ya moto. Mtatoka mkiwa mnang'aa kama dhahabu. Okay? Mtakapopita kwenye maji, kivuli ya maji, hamtapebwa na maji. Maji hayatawasomba. Mtakuwa imara na mtatembea, mtatoka mkiwa sawa. Kwa maana Mungu, huyo Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ni yeye aliyeumba ile bahari. Bahari katika ulimwengu wa kiroho ni majaribu. Okay? Those are temptations. Kuweni kama vile nani alipoomba kwenye Biblia. Alipotupwa kwenye tundu la simba. Danieli alipotupwa kwenye tundu la simba. Alitupwa kwenye tundu la simba, akawa pale ndani na simba. Aliomba, akaomba. Wale simba wakafanyika kuwa marafiki zake, hawakumkula wala kumkuza. Alitoka akiwa vile aliingia. In Jesus name. Huyo ndio Mungu ambaye mnafaa kuwa mnamtumikia. Huyo Mungu ndio ambaye mnafaa kuwa mnamuomba. Mungu ambaye hatingiki, Mungu ambaye shtuki, Mungu ambaye papaishi na mambo ya kidunia. Okay? Ombeni. Ukiomba kwa imani, hata kama ni magonjwa yataondoka in Jesus name. Hata kama ni uchawi itaenda in Jesus name. Ombeni. Hata wale Paulo walipotupwa kwenye gereza, wakati Paulo alitupwa kwenye gerezani, hakuwa amefanya makosa yote, lakini alisema kama nimekosa basi hapa niishi hapa, na kama sijakosa, Mungu wangu fungua mlango, nataka kutoka. Tengeneza njia, maana nataka kuondoka mahali hapa. Si walitoka? Yes, walitoka. Yeah, walitoka because they believe in Jesus. Wanaamini Mungu. Wakati unapokiri na kinywa chako ya kwamba umeokoka, unakwanga umekiri ya kwamba liwe liwalo, ita majaribu gani, utasimama na Mungu. Sasa wewe omba. Usishinde hapa, nimerokwa, sijui nini zangu zimepelekwa wapi, sijui wachawi wameona vile natembea. Unashuhudia shetani. Unatolea shetani ushuhuda. Unatolea shetani mapepo ushuhuda. Unawaonyesha majaribu napitia. Yaani unashuhudia, unawainua mashetani kutoka kumuinua neno la Mungu. Shika huo mkuu wako, ambia Mungu uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ukaniumba mimi kwa mfano wako, ukanipea hizi miguu, ukanipea hizi mikono. Si kuwa mgonjwa wakati nilipotoka kwa tumbo mama yangu, niondolee hii magonjwa. Kama ililetwa na mwanadamu, irutisha mahali ilitoka. In Jesus name, utapona. Wacha kushinda hapo, nimerokwa sijui nini. My friend, stop praising jina la shetani. Wacha kumuinua mashetani. Usiinue miungu. Inua Mungu aliye juu mbinguni. Huyo ndio unafaa usimame na yeye, na atakutetea na atakupigania. Hata kabla ukimbilie mtumishi wa Mungu kukuombea, omba. Wanasema Mungu anasema ombeni nami nitawajibu, nitawasikiza. Ombeni hata kwa siri. Ombeni bila kukoma, nami mwana wa Mungu nitashuka na nitadhihirisha katika ile shida mlio nayo. Ombeni. Mimi niliwaambia have nothing to do with witchcraft, not at all. Na sitawafungua mawazo yenu niwapatilishe. No. Mkumbuke hilo. I cannot. Fine, never. Wewe amini ile kitu naamini. Kama unaona mimi Debbie ni mchawi, amini tu. Kwani nitakufungua mawazo ni kutoa jamani? I cannot. Mimi hata wale watu wanataja huko siwajui. Sijawahi waona kwa maisha yangu. Na hata hawanijui. Hata kidogo. Na sishtuki. Na sitajitetea mimi. I'm going to let Jesus anitetee. Nitaacha Mungu anitetee. Siwezi jipigania. Hii si vita yangu ya kuvuruka nayo mimi. Niko na mtu wa kunipigania vita, ako juu mbinguni. Wakati atakaposhuka hivi, atashuka kwa moto na mtajua ukweli iko wapi. Ni nani mkweli na nani muongo. Nijitetee mbona? Sitajitetea. So, wacheni tukue kwa upendo, tukae kwa imani, tukue watu ambao wanajua ni nini kitu kani wanaongelelea ama wanasema, si ndio? Kabla utoke hapo mbio kukuja kunitusi.
Mbio kabisa, yani bado inaendelea inaongea, hata ichamaliza wewe unakimbia kukuja kunitusi. My sister, we continue. Continue. We continue. Kuja hata na ile matusi kubwa kubwa. Kuja unitusi. Unaruhusiwa kuja kunitusi. Wanasema hata mali yote hapa duniani Mungu ndiye anapeana. Si mtu uchipea. Okay? Nasikia wengine wakisema watu wenye wanarendisha watajiweka nini kwa mtu mbaya, niko na manyumba ya kifahari, niko na magari, niko na masimu za bei ya nguvu. My dear, wacha nikwambie. Ule Mungu aliyekupea wewe ndiye yule aliyenyima yule. Na hasiwezi sema alimunyima, kwa maana anashukuru Mungu cause ako na uwezo wa kulipa nyumba alale. Kuna wengine analala kwenye streets. Na ukumbuke wakati tunaposaliwa kutoka kwa tumbo za wazazi wetu, tunakujanga mikono tupu. Kwanza tukua uji. Ukuji na kitu chochote kabisa. Na ukirudi pale kwa mchanga, utarudi tena hivyo vile ulikuja. Hata kama ulikuwa uko na mahelikopta zako ulikuwa umenunua, umejiendeleza kabisa, uko na mashamba, uko na manyumba, uko na magari, utaacha my brother, my sister, makasinzi wangu, my friends, mutaziacha. Kuna kawimbo Kipelwe inasema, nilikuja duniani bila kitu na tena narudi bila kitu. Neno la Mungu lipewe sifa. Muliro wabanditsa eshaonya, kandi nzira nanga eshaonya. Lirari umwami lito minywe, mwami wanje umbukule. Nilikuja bila kitu na tena narudi bila kitu. Jina la Mungu lipewe sifa. Hivyo ndio itakuwa. In Jesus name. Uwezi sikwa, utazikwa na hizo magari. Au utazikwa na hizo manyumba zenye unachikamba nazo. Wewe shukuru Mungu, maana alikupa neema, alikuwezesha ukazipata wakati hukuwa nazo. Kuna wakati ulikuwa kiwango ya chini kabisa kama wale ambao hata wanahangaika huko kilala kwa street. Mungu akakuja tu na neema yake, akatumia njia zake akakuinua. Usione umefika. Hata wimbo inasemanga usione safari bado. Wakati utaona umefika, utafika ni kule ukiwa kule juu mbinguni. Tatu utasema umefika, bado kuna mwendo, kuna safari, my friends. So mimi sina ubaya, ni mchiite mkutano wenyewe mchiulize. Hii ni nini? Mimi hata sitakangi mtu ajue niko nayo ama sina. Na kuanga hivi. Natural, si mnaona hata face ni natural. Kabisa. Hata ukutana na mimi uko nje, utaniona nikiwa hivi, watu wangu. Sitakangi, nashukuru tu Mungu maana niko uhai. Kila nikilala nikiamka naambia Mungu, nakushukuru maana siku ya leo kuna watu wamekufa lakini mimi niko uhai. Kuna wengi wametamani waione siku ya leo lakini hawachaweza kabisa. Nakushukuru maana niko uhai today. Hiyo ndio ombi huwa nasimamisha mbele ya Mungu. Ushuhuda wa kwanza ni hii pumzi yenye tunapumua hii. Yes. Vitu zingine achana navyo kabisa. Hazina maana. Haina maana mbele ya Mungu kabisa. Haina. So watu wangu tuwajaribu kuelewana hapa, tuaminiane, tukue kitu kimoja, tusonge mbele pamoja. Chuki haina maana kabisa. Chuki haina maana. Kuna mwingine ameniambia, wewe kama sio wewe uliroka, basi omba Mungu alete ule mwenye aliroka. Mimi siwezi simamisha ombi la aina hiyo mbele ya Mungu wangu. Ati Mungu, in Jesus name, ni wewe unajua, si mimi niliroka huyu, leta ule aliroka, na ninajua ni masingaumbwe. I cannot. Ile ombi ambalo mimi ninaomba kwa Mungu wangu, yeye afanye kulingana na mapenzi yake, haya mambo kama ni ya kweli adhihirishe. Ayaweke kwa wasi kabisa. Na kama sio ya kweli pia yeye asimame akiwa Mungu na aonyeshe si ya kweli. Atumie tu njia zake. Lakini mimi siwezi omba kuinamia miungu ati Mungu naeka jina la Mungu kwa masingaombwe. I cannot. Ati Mungu leta ule aliyeroka. Na ninajua ukweli kabisa hakuna kitu hapo. Ni uongo. Sasa why should I? Mbona? Sio time niende niombe Mungu, hata wale wenye ni wagonjwa niwaambie Mungu, kuna mtu fulani mahali anahangaika mponye. Mbona niombe vitu ya kichinga hivi? Hata nyinyi mkiniambia, usifikirie nini wewe unaniambia kabla uniambie. Ati wewe Tebi omba, basi omba ule mtu aliyefanya hivyo ajulikane, ule mtu alienda kwa wakanga, basi omba ajulikane kama sio wewe. Mimi nisimamishe ombi kama hilo. Kwa vitu najua hakuna kabisa. Hakuna. No, not me. Mimi naomba Mungu ya kwamba katika jina la Yesu Kristo asimama akiwa Mungu na ajidhihirishe. Kama ile mambo inasemekana ni ya kweli, ajidhihirishe.
Na kama si hivyo, wanao nena kinyume na jina langu kuniharibia watawanyike kwa njia 7. Mungu aliye mbinguni awatawanye in 7 different ways. In Jesus name. Hiyo ndio naomba. Na ayaweke wazi, yajulikane ya kwamba ni nani anayesema ukweli na nani anayesema uongo. Niliwaambia mimi siwezi jitetea, na acha Mungu anitetee. Huyo ndio mtetezi wangu peke yake. Mtetezi wangu ni nani? Ni mwana wa Mungu. So kazi bila kupoteza wakati, I hope hii video haijaenda sana. Mimi pia najitayarisha. Mkiona mambo inachemka, nachelewa kurespond sometimes, niliwaambia niko kwa mikakati ya matanga. Hata leo after church ndo tunaenda kwa last meeting, ndio tujue sasa tunaenda namna gani. Okay, mkiona nachelewa sometimes, wengine wanakimbia huko na messages nini itepi kuja mcha nini. Anyway, penye huko mimi nawatakia Jumapili njema yenye baraka. Wenye muko, Mungu awatende wema na awalinde na awasingire, awafunike na damu yake.